Waislamu nchini kote wameadhimisha sikukuu ya Eid al-Fitr. Iran yatoa onyo kali kwa Marekani. Na katika habari za michezo na burudani, mashabiki wa Simba Sports Club na Yanga Sports Club watoa maoni juu ya mwenendo wa timu zao. Habari mtazamaji wa UoI Digital popote pale unapotufuatilia, hujambo na karibu katika taarifa habari. Jina langu ni Stella Patson. Waislamu nchini kote wameadhimisha sikukuu ya Eid al-Fitr baada ya kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Malachila Hilali anatujuza zaidi. Akizungumza katika maadhimisho ya siku hiyo iliyofanyika katika msikiti wa Hidayah mkoani Iringa, Imamu wa msikiti huo Sheikh Dhulkifil Omar amewahimiza waumini kuendeleza mwenendo mwema waliojenga katika kipindi chote cha Ramadhani. Ndugu zanguni, Ramadhani imetushuhudia tukifanya kheri mbalimbali, tukihangaika hapa na pale katika kuhakikisha tunafanya kheri. Kama tumeshuhudiwa tukifanya hivyo, ndugu zanguni, tuhakikishe kwamba tunaishi yale maisha tuliyoishi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu amri ya kufunga ameitoa Allah tabaraka wa taala, tuufunge mwezi wa Ramadhani, na ndiye huyo ambaye ametuambia wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, tumwabudu Mola wetu mpaka yakini ya mauti itukute. Baadhi ya waumini wa Kiislamu wameeleza kuwa Ramadhani imewasaidia kujijenga kiimani, huku wakiahidi kuendeleza maadili hayo katika maisha yao ya kila siku. Kutoka kwenye mfungo kuna maadili mazuri, maadili mema, kwaona wasi sana hata baada ya mfungo wasiache kupata yale maadili ambayo tunaishi nayo, tufuate zile sheria zetu za dini, yani tusikiuke na kitu chochote, hata kama mfungo umeisha, hata kama sheria imepita, tuendeleze yani asiwe na mwisho. Ninachowaasa waumini wenzangu wa Kiislamu kuendeleza yale yote ambayo walikuwa wanajifunza kipindi cha mwezi mtukufu Ramadhani. Kipindi cha mwezi mtukufu Ramadhani watu walikuwa wanasali, wanasoma Qur'ani na kufanya mambo mengine ya msingi makubwa mengi. Kwa hiyo ninachowaza mimi kuyaendeleza yale yote ambayo walikuwa wanafanya katika mwezi mtukufu Ramadhani na sio kuyaacha. Ikiwa Waislamu nchini wamesherehekea sikukuu ya Eid al-Fitr baada ya kutamatika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na tumetoka kuyasikia maoni tofauti ya waumini wa dini ya Kiislamu wakielezea. Nikiripoti kutoka Chuo Kikuu cha Iringa, mimi ni Malachila Hilali wa UoI Digital. Jeshi la polisi mkoa wa Iringa limekamata vifaranga vya kuku vilivyokuwa vikisafirishwa kwenye mabasi ya abiria kutokea nchini Malawi kuelekea Zanzibar. Mahmud Mwijuma anatujuza zaidi. Jeshi la polisi mkoani Iringa limekamata vifaranga vya kuku vilivyokuwa vikisafirishwa kwenye mabasi mawili ya abiria yakitokea mpakani mwa nchi jirani ya Malawi kuelekea visiwani Zanzibar baada ya kubaini kasoro kwenye nyaraka za usafirishaji. Akizungumza na vyombo vya habari katika kituo kikubwa cha polisi mkoani humo, kamanda wa polisi mkoa wa Iringa SACP Alan Bukumbi amesema kuwa idadi ya vifaranga iliyoainishwa kwenye nyaraka rasmi ilikuwa tofauti na idadi halisi iliyokutwa ndani ya mabasi hayo, hali iliyozua mashaka na kusababisha kukamatwa kwa mzigo huo kwa uchunguzi zaidi. Jeshi la polisi limetoa onyo kwa wafanyabiashara na wasafirishaji kuzingatia sheria na taratibu za usafirishaji wa bidhaa, likisisitizwa kuwa hatua kali zitachukuliwa dhidi ya mtu yoyote atakayebainika kukiuka sheria. Sisi kama jeshi la polisi kwa kawaida tuna majukumu ya kulinda usalama wa raia na mali zao, lakini tunafanya doria pamoja na misako katika maeneo tofauti. Lakini katika doria yetu leo usiku tulifanikiwa kukamata magari mawili ambayo yamepakia vifaranga. Sasa kimsingi yamekiuka taratibu tofauti. Kwa tumeita wenzetu ambao ni wadau wenzetu katika ufuatiliaji wa masuala ya usafirishaji na mambo ya mifugo. Tuna wenzetu wa LATRA tumewaita kwa ajili ya kushughulikia magari kwa ajili ya kuona taratibu zilizokiukwa pale, lakini pia tuna wenzetu wa upande wa mifugo ambao wataangalia kwanza usalama wa wanyama na jinsi ambavyo wanasafirishwa, lakini pia kuna wenzetu wa TRA ambao watashughulikia pia ukiukwaji wa taratibu za kikodi, kwa sababu mzigo kama mnavyoona mabasi haya kwa mawili wamezidisha mzigo ambao kwenye vibali si sawa na mzigo ambao umepakiliwa. Kwa hiyo wamechukua mzigo mkubwa kuliko ambao umetolewa taarifa kwamba ndio unaosafirishwa. Kwa hiyo taratibu zinaendelea. Kwa hiyo sisi kama jeshi la polisi na wenzetu wako wanashiriki na siku kwenye kuhakikisha kwamba hili swala linafika mwisho, na tunaweza kufikia mwisho kusudi hawa waliokiuka taratibu hizi wachukuliwe hatua za kisheria. Kwa wako TRA, wako idara ya mifugo, lakini pia tuna wenzetu wa LATRA. Kwa ratiba inaendelea ufuatiliaji na uhakiki wa kilichopo kwenye magari haya, kwa maana idadi ya mzigo, lakini pia na uchukuaji wa hatua. Tunatoa onyo kwa sababu imetokea sio leo, imetokea mara kadhaa siku za nyuma tumekuwa tukiwakamata wasafirishaji wakipakia mizigo kwenye mabasi kama hivi.
Baadhi ya wanachuo katika Chuo Kikuu cha Iringa waishio maeneo ya nje ya chuo wameeleza changamoto wanazokutana nazo katika makazi yao. Teleza Shibeti anatujuza zaidi. Baadhi ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa wanaoishi nje ya chuo wameeleza changamoto wanazokumbana nazo katika maeneo yao ya makazi. Wamesema kuwa wanakutana na changamoto nyingi ikiwa pamoja na ukosekana kwa huduma muhimu kama maji, umeme pamoja na vitendo vya wizi vinavyohatarisha usalama wao. Kuna tatizo la uhaba wa maji, pia vile kukatika kwa umeme. Hili limekuwa tatizo kubwa sana kwa wanachuo ambao wanakaa tofauti na mazingira ya chuo, yaani wamepanga kwenye nyumba za mitaani. Pia vile tatizo la pili ambalo linawakumba wanachuo wanaokaa tofauti na mazingira ya chuo ni tatizo la wizi na uporaji. Hili limekuwa tatizo kubwa sana au changamoto kubwa sana kwa wanafunzi wanaokaa tofauti na mazingira ya chuo au wanaokaa ndani ya chuo. Kwa mfano changamoto ambayo kama kuna wizi, maana hamna ile strong security. Kama watu wanaokaa hosteli, kuna ulinzi mkali tofauti na mtu anayekaa nje, ulinzi ni kidogo. Na kuna changamoto mbalimbali, naweza nikasema kuna mazingira mengine maji yanasumbua, umeme. Kwa upande wake mbunge wa serikali ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa Francis Daleba amedhibitisha kuwepo kwa changamoto hiyo kwa wanafunzi na kuwaomba kuzingatia kuishi katika mazingira salama au kusalia katika hosteli za chuo. Wanafunzi ambao wanakaa nje ya chuo wanaingia katika migogoro wakati mwingine na wapangaji wenzao, au wakati mwingine unasema wanaingia migogoro na wenye nyumba. Unakuta baba mwenye nyumba mkorofi au mama mwenye nyumba mkorofi, basi kuna migogoro ambazo zinakuwa zinatokana kutokana na mambo mbalimbali. Hayo ni baadhi ya maoni na changamoto wanazozipitia wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa. Nikiripoti kutoka mtaa wa Tumaini, ni mimi Teleza Shibeti wa UoI Digital. Mtazamaji, taarifa yake Teleza inatukamilishia habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni wasaa wa habari za kimataifa zitakazoletwa kwako na Rebecca Faida. Serikali ya Iran imetangaza kuwa itachukua hatua kali za kulipiza kisasi ikiwa Marekani itatekeleza vitisho vyake vya kushambulia miundombinu ya nishati ya nchi hiyo. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, Iran imeonya kuwa italenga miundombinu muhimu katika eneo la Ghuba, ikiwemo mitambo ya nishati na vituo vya kuchuja maji ya chumvi, desalination plant, ambavyo ni muhimu kwa upatikanaji wa maji safi katika nchi nyingi za Kiarabu. Onyo hilo linakuja kufuatia tamko la Rais wa Marekani Donald Trump ambapo alitoa ultimatum ya saa 48 akitaka Iran kufunga njia ya usafirishaji wa mafuta ya Strait of Hormuz, la sivyo ikabiliwa na mashambulizi ya kijeshi dhidi ya miundombinu yake ya umeme. Iran imejibu kuwa hatua yoyote ya kushambulia vituo vyake vya nishati itachukuliwa kama uchokozi mkubwa na kusisitiza kuwa italenga miundombinu ya nishati, mifumo ya teknolojia na mitambo ya maji katika nchi Marekani na katika Ghuba. Aidha, Iran imeonya kuwa inaweza pia kufunga kabisa njia ya Strait of Hormuz ambayo ni muhimu kwa usafirishaji wa mafuta duniani, hatua ambayo inaweza kuathiri uchumi wa kimataifa. Mvuto huu unaendelea katika muktadha wa vita vilivyoanza mwishoni mwa Februari 26, ambapo mashambulizi kati ya Iran, Marekani na washirika wake yamesababisha vifo vya maelfu na kuathiri sekta ya nishati duniani. Asante sana Rebecca kwa habari hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa habari kutoka hapa UoI Digital. Tuungane na Nasra Muhammad katika habari za biashara na uchumi. Wafanyabiashara wa viazi katika soko kuu la Iringa wameeleza kuwepo kwa mabadiliko ya bei ya zao hilo pamoja na changamoto za uhifadhi katika kipindi cha mvua. Changamoto inakuwa ni hasara. Changamoto ni hasara. Maana umenunua biashara ili uiuze hapo inakuwa imeharibika. Maana hapo umeingia hasara. Kwa kwanza muhimu, kama kabla hujainunua uinunue, lakini hatua ya pili kama tayari umeshanunua na ni mbaya, maana inabidi mfanye negotiation na huyo mtu. Ambapo amedai kuwa bei ya viazi kwa sasa ni tofauti na ilikopo awali kutokana na mabadiliko ya upatikanaji na utunzaji katika kipindi cha mvua.
Aidha, amesema kuwa wanalazimika kuchukua tahadhari kwa kuanika viazi juani ili visipate kuharibika kwa haraka, hatua inasaidia kupunguza hasara. Sasa unaweka vinanyauka na upepo, unapigwa na upepo. Pigwa na upepo viharibiki. Afu kutoka sehemu ambapo kuna upepo, sio kuna joto. Kwa upande wa wateja sokoni hapo, wamesema kuwa wanapata hasara wanaponunua viazi na kukuta vimeharibika, hivyo kuwaomba wafanyabiashara kuwabadilishia bila shida yoyote. Muuzaji labda bwana, changamoto moja mbili tatu, na uzuri wafanyabiashara wetu hapa hata sio na kwamba ni watata, sababu kama mali unakuwa umerejesha basi anaweza kukubadilishia pia. Sasa kutokana na mazingira ya hali ya hewa labda tuseme inaweza kuwa changamoto kubwa, kwa maana uhifadhi wa viazi kwa kidogo ni mtihani. Na hayo ndo baadhi ya maoni ya wafanyabiashara pamoja na wanunuzi katika soko kuu la Iringa. Nikiripoti kutoka hapa soko kuu la Iringa, mimi ni Nasra Mohamed wa UoI. Shukran sana Nasra kwa habari za uchumi na biashara. Na sasa ni wasaa wa habari za michezo na burudani. Tuungane na Piramio Enoch. Mashabiki wa Simba Sports Club na Yanga Sports Club wametoa maoni juu ya mwenendo wa timu zao kwenye michezo iliyochezwa weekend iliyopita. Akizungumza na UoI Digital, Pasco Vincent, shabiki wa Yanga Sports Club kutoka Chuo Kikuu cha Iringa, amesema kuwa kadri timu yake inavyodondosha alama siku za hivi karibuni inaweza kupelekea kukosa ubingwa mwishoni mwa msimu huu. Kwa matokeo ya juzi hayakufurahisha zaidi, kwa sababu kadri unavyodondosha pointi wapinzani wanazidi kusogelea zaidi, na mwisho wa siku kutokana na kudondosha pointi tunaweza tukapoteza ubingwa. Cha kwanza kusema katika mechi ya jana, cha kwanza kusema ni jitihada za benchi la ufundi na uongozi na kujituma kwa wachezaji na kusaidia Simba kupata pointi 3 dhidi ya TRA. Hayo ni maoni ya mashabiki juu ya michezo yao ambayo imechezwa weekend iliyopita, kwa maana ya Jumamosi tukishuhudia mchezo kati ya Mtibwa Sugar dhidi ya Yanga, mchezo uliochezwa kwenye uwanja wa Jamhuri Dodoma. Kadhalika na mchezo uliochezwa siku ya Jumapili ukiwakutanisha kati ya Simba Sports Club dhidi ya TRA United, mchezo uliochezwa kwenye uwanja wa Jenerali Meja Isamuhyo, na matokeo yake ya Simba Sports Club alibuka ushindi wa bao 3-0. Nikiripoti kutoka Chuo Kikuu cha Iringa, mimi ni Enoch Fidelis wa UoI Digital. Asante sana Piramio kwa kutupitisha viwanjani. Mtazamaji, kabla ya kufika tamati, tujifunze kidogo lugha adhimu ya Kiswahili kwa msamiati wa leo kutoka kwake Mary Anton. Habari mtazamaji wa UoI Digital, karibu katika kipindi chako cha msamiati wa leo. Na leo tumeweza kuletea msamiati Lambitila. Je, unaelewa nini kuhusu msamiati huu? Basi tupate kuwasikia wanafunzi Chuo Kikuu cha Iringa watueleze kwa ufupi wao wanaelewa nini kuhusu msamiati Lambitila. Hata katika ikaika zangu za hapa na pale sijawahi kusikia. Basi sawa, asante. Sawa, haina shida. Goli Lambitila. Mtazamaji wa UoI Digital, tumeweza kuwasikia wanafunzi Chuo Kikuu cha Iringa wakieleza maana tofauti ya msamiati Lambitila. Lambitila ina maana ya kwamba mtu kujilamba kutokana na utamu wa chakula alichokula. Nami nilipata na sentensi isemayo, baada ya kula pilau alibaki kilambatila utamu wake. Ulikuwa nami Maria Anton kwa UoI Digital. Tubariki kidijitali. Asante sana Meli kwa kutufundisha kidogo lugha ya Kiswahili kwa msamiati murua kabisa. Na hiyo ndiyo maana halisi ya msamiati Lambitila. Nami ni kuacha na sentensi isemayo, chakula kilikuwa kitamu, wageni walibaki wakilambitila baada ya kula. Mtazamaji, na huo ndio mwisho wa taarifa habari kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ni kushukuru kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho panapo majaliwa. Ulikuwa nami Stella Patson. Asante na kwaheri.